Naam, Sodakta mpenzi mtazamaji kutoka katika kaunti ya Kisumu, na kama unavyojionea basi tunakujia moja kwa moja kutoka katikati ya jiji la Kisumu, moja kati ya sehemu ambayo iko hapa, na siku ya leo tuko hapa kuangazia masuala tofauti, lakini kikubwa zaidi ni ujio ama uanzilishi ama kupandwa kwa Lynn Shosa Foundation katika maeneo haya ya Kisumu, na tutakuwa tunasemezana naye mkuu wa wakfu huu ama mwanzilishi wa wakfu wa Lynn Shosa, na tutakuwa tukizungumza naye tukitaka kujua mbona Kisumu kuna kipi kipya na kwa nini ameamua kuja maeneo. Kama unaweza kusonga uweze kusemezana nasi hapa, kama mpiga picha wangu atatuambia hapo kwa sawa. Na karibu sana ndani ya Talanta Mwanza Media. Tunatambua wewe sio mgeni ndani ya Talanta Mwanza Media, na leo hii tuko maeneo ya Kisumu. Ningependa utueleze mbona Kisumu na mbona tuko hapa, na pia uweze kutambulisha majina yako rasmi. Asante sana Dennis, mimi nimeshukuru sana. Leo tuko Kisumu. Yes. Na Kisumu hapa ndo mahali nimelelewa. No. Hapa ndo nyumbani. Yes. Na mtu inasemekana mtu huwa anaanza na nyumbani kwanza kabla aende kwingine. No. Yeah. Ndo sababu niko hapa. Pengine tu kwa kuweza kutuelezea, tumekuzoea umezifanya shughuli zako katika mkoa wa Pwani, tukizungumzia Mombasa hasa maeneo ya Mikindani, na ukaweza kutembea pia Kilifi. Pengine tu kwa kutueleza kwa kifupi, tueleze ni nini ambacho kimekusukuma kuhakikisha kuwa unakuja kuzifanya shughuli hizi maeneo, kwa sababu tunatambua tumetembea nawe ndani ya wiki nzima na tumekuwa maeneo ya Kibigori kule ambapo ni eneo bunge la Muhoroni, na tukaona shughuli ambazo umezifanya kwenye jamii. Ni kipi ambacho umeamua kukifanya huku, na pia uweze kutuelezea kwa kifupi tu kuwa ni kipi kipya ambacho unakiona, changamoto ipi mpya unaiona katika maeneo ya Kisumu ukiweza kukompea na Mombasa? Okay, asante sana Dennis. Mimi nimekuwa Kisumu sasa ni wiki moja tokea tukuje huku, na tulifanya event on Saturday. Yes. Na hiyo event ilikuwa asa ya wajane na wale wazee. Yes. Wazee ni wale watu wenye kwa sasa tukiangalia mara mingi wanasema huwa wamewachwa, wamesaulika. Yes. Hakuna mtu mwenye anashughulika nao. So asa nilipofika pale nyumbani, uliona kama wazee walijitokeza wengi sana kushinda Mombasa venye huwa wanakuja. No. So tumegundua tatizo iko hakuna connection yenye community wamefanya sana. No. Kwa wazee wetu. No. Kwa hivyo inamaanisha wako na challenges. Yes. Ambapo tuliona hiyo siku hata tulipeana unga. Yes. Na uliona venye walishukuru compare to the other areas. Inamaanisha vitu kama hizi haziwafikii sana. No. Yeah. So nimeamua kwa sababu nimekuwa Kilifi, nimekuwa Mombasa, nimekuwa Taita, nimekuwa Nairobi. Complaint nimepata sana huwa kwa nini sijafika nyumbani kwetu. So nilipofika hapa nimeona mabadiliko makubwa, hata kukaribishwa pia imekuwa tofauti sana na kule eneo yenye nimekuwa nikifanya hizi shughuli. Kwa hivyo baada ya event yenye tulifanya Saturday, tulielewana na wazee pamoja na young mothers. Tunaenda kutengeneza CBOs venye tumekuwa nazo hizo area zingine. Yes. So tunaenda kutengeneza CBO, hizi chama zikuwe registered. Yes. Ndio wamama pia wapate kusaidika jinsi wale wengine pia wanasaidika. Yeah. Pengine katika utendakazi wako tukitangamana na wewe maeneo ya Mombasa na Pwani, tunapozungumzia Taita na Kilifi, tuliona ukiwa na ushirikiano mzuri zaidi na wanasiasa, na ni kitu ambacho wanaonekana kuvutiwa na. Je, una mpango wowote wa kuweza kushirikisha si wanasiasa peke yake bali washikadau wa kijamii katika safari yako hii ya Lynn Shosa maeneo ya Kisumu? Asa sana hao wamama waliniomba kama wanaweza kutana na women rep wao wa Kisumu. Yes. Na niliwadhibitishia kuwa hilo jambo itafanyika. Yes. Kwa sababu nikiwa Mombasa nimekuwa nikifanya kazi sana na Mama Zamzam. Yes. Venye mmekuwa mkiona kwa mtandao. Yes. Amekuwa akisimama na wajane na single mother. Yes. Kwa njia moja ama vile amekuwa akiwapatia ngafu. Na pia amekuwa akiwapatia hizi material kama charahani, hizi machines zenye wanatumia. Kwa hivyo niliongea na Mama Zamzam, akaniahidi kuwa atacommunicate na women rep wa Kisumu ili tuweze kusaidia hao wamama jinsi pia venye yeye anafanya kule Mombasa. Yeah. Lynn Shosa Foundation imeweza kuzamia masuala mengi ambayo pengine watu hawayafahamu, na pengine kuna mtazamaji pale anaweza kuuliza, tunazungumzia kina mama, tunazungumzia wazee, tunazungumzia wajane. Je, nafasi ya vijana, watoto iko wapi? Nafasi ya kina baba iko wapi ndani ya Lynn Shosa? Lynn Shosa hata hapa Kisumu nimeweza
kukutana na wazee kama hiyo siku venye uliona, na wakasema vitu kama hizi hawajawahi ona. Kwa hivyo niliwapea nafasi ili hao pia watengeneze CBO yao, ili waweze kutana na hawa viongozi wetu one on one, na pia tuweze kushirikiana ili tuweze kusaidia jamii yetu. Kwa hivyo youths wako na pia wazee pia wako ndani. Mtu ambaye ako pale nje anatamani sana kuanzisha masuala kama yale ambayo unayafanya katika jamii na ajui aanzie wapi, ushauri wako kwake ni upi? Ushauri wangu kwake ni kwa hii kitu ni volunteering, hakuna mwenye anakulipa. Na jambo la kwanza, ukitaka kuanza kitu kama hii lazima ujiandikishe, ukuwe registered na government yetu. Jambo la pili, uwe mtu mwenye una uvumilivu na kufanyia community kazi. Na hasa nyinyi kama vijana ama wazee wenye wataanza hii safari, mjue changamoto ziko. Lakini changamoto kama ziko, wewe mwenyewe kama umejitolea kufanya hili jambo, lazima uwe tayari ushajiconvince yourself, mimi hata iwe liwalo kuna nini itakuja mbele yangu, nitaifanya ili niweze kusaidia community yetu. Na ujumbe wako kwa watu wa Kisumu tukimalizia? Wow. Yani yote tisa kwa hii safari, nimeshukuru sana kuwa nyumbani. Na nimeshukuru kwa wale watu wote wenye wako nyuma yangu kwa kusimama na mimi mpaka nikafika Kisumu dala. Hakuna jambo nzuri kama kufika nyumbani kwenyu kukumbuka watu wako. So wale wote mko hapa Kisumu, jamani, hii safari ni ya kusaidia jamii yetu, kusaidia wazee, kusaidia mayatima na kusaidia watu wasiojiweza. Tushirikiane pamoja ili tuweze kusaidia watu wetu. Asante sana, naomba uweze kuniruhusu niweze kumalizia. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyoweza kujionea, nimeweza kusemezana na washikadau wa maeneo haya. Kikubwa zaidi nikasemezana na mwanzilishi wa Linshosa Foundation na tukaweza kukagua masuala kadha wa kadha. Huu sio mwisho wa kuweza kukujuza masuala tofauti tofauti yanayofanywa na Linshosa Foundation, kwa sababu tumekuwa tukilifanya hilo na tutakuwa tunaendelea kulifanya hilo ili kuangazia masuala tofauti tofauti. Nikiripotia Talanta Mwanza Media kutoka kaunti ya Kisumu katikati mwa jiji, jina langu ni Lala Francis Dennis.